hakuna rafiki wa mtu yoyote ambaye anapaswa kusamehewa kodi. Kodi ni utaratibu ambao upo, kila mmoja wetu anapaswa kulipa kodi. Kama makamu wa pili ni rafiki yako, nenda kalipe kodi. Kama Dr. Mwenyi ni rafiki yako, nenda kalipe kodi. Hapo ndio utaonesha kabisa unampenda Daktari Hussein Mwinyi, unampenda Daktari Samia Suluhu Hassan. Hayo ndio mapenzi ya kuijenga nchi, si vinginevyo. Tutaendelea kutoa mashirikiano kama nilivyoahidi, lakini niwahakikishie mazingira ya Tanzania, mazingira ya Zanzibar katika mustakabali wa biashara na katika mustakabali wa kodi yataendelea kuimarika siku hadi siku. Tunashukuru mifumo kamishna ameendelea nayo vizuri. Sasa hivi hata ukiwa nyumbani ukicheki tu ule mfumo unajua unadaiwa kiasi gani. Alhamdulillah, mambo yanaenda vizuri, nasi tutahakikisha tunawawezesha pale panapostahiki kuona kwamba TRA na mamlaka nyingine zinaweza kukamilisha majukumu yaliyokusudiwa. Lakini yale yote yaliyoelezwa ni kujenga umoja, kujenga mshikamano na kujenga umoja wa Tanzania katika kuhakikisha Watanzania tunaishi vizuri, tunaishi pamoja, tunaishi kwa mashirikiano. La mwisho kabisa, ndugu zangu wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla, niendelee kuwasisitiza kuilinda na kuidumisha amani tulionayo ndani ya nchi yetu. Ndugu zangu, ukitaka kujua hasara ya kupotea amani, ikutokee siku moja tu. Nadhani tumekuwa mashahidi sasa hivi yaliyojiri kwenye nchi za Mashariki ya Kati. Kila mmoja tunaona ile athari ambayo inaweza ikatugusa hata sisi tulioko mbali. Ndio maana kila wakati tukisimama viongozi tunajitahidi kuhakikisha tunaimarisha na tunadumisha amani tulionayo, na kama yasitokee mtu yoyote kuchezea amani iliyopo. Tuendelee kuhamasishana ndani ya familia zetu, ndani ya mitaa yetu, ndani ya mikoa yetu. Hapa kuna managers wa mikoa yote wamesimama hapa, nimewaona kila mmoja kwa nafasi yake, pamoja na kwamba huko kuna ma-RC, kuna ma-DC, lakini na sisi kodi hii haitakusanywa kama itakuwa hali ni tete. Kodi hii itakusanywa pakiwa na amani pekee. Tuendelee kudumisha amani, Tanzania iendelee kuwa nchi ya amani, na wengine basi waje kuiga kwenye taifa letu hili ambalo kwa hakika viongozi wetu wamefanya kazi kubwa.